Iran wamemjibu rais wa Marekani bwana Donald Trump kwa vitendo. Kauli yake ambayo ameitoa kwamba anatoa masaa 48 kwa taifa la Iran kuhakikisha kwamba wameufungua mlango wa Strait of Hormuz. Alisema, kumbukeni, baada ya kuwa nimewapa Iran siku 10 kufanya mpango au kufungua mlango wa Hormuz. Anasema muda umekwenda, masaa 48 kutoka sasa Iran itakutana na mashambulizi ya kuwapeleka ahela. Akasema tunawapa onyo wa Iran, lakini pia tunamuomba Mwenyezi Mungu atusaidie katika kile ambacho tunakwenda kukitekeleza katika taifa hilo la Iran. Huyu ni rais wa Marekani bwana Donald Trump ambaye amechapisha bandiko hilo kupitia katika mitandao yake ya kijamii. Iran wamefanya wimbi la 95 la mashambulizi ya kulipiza kisasi, ambapo idara ya mahusiano ya umma ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC wametangaza kwamba operesheni pana na yenye vipengele vingi ilianzishwa mapema leo. Mashambulizi hayo ya kulipiza kisasi yametekelezwa kama sehemu ya operesheni Ahadi ya Kweli sehemu ya 4, yakihusisha matumizi ya makombora ya kisasa ya IRGC ikiwemo zile Haji Qasem, Khaibar Shekan pamoja na Hadri. Kikosi cha anga na anga ya nje Aerospace Force pamoja na kikosi cha wanamaji cha IRGC wamefanya mashambulizi ya usahihi mkubwa dhidi ya mfumo wa ulinzi wa makombora wa Marekani Patriot uliopo kaskazini mwa Bahrain pamoja na malengo mengine muhimu katika maeneo mbalimbali ya ukanda huo, ikiwa ni sehemu ya wimbi lao hilo la 95 katika operesheni inaitwa operesheni kulipiza kisasi. Katika taarifa ambayo wameitoa, idara ya mahusiano ya umma ya IRGC nasema operesheni pana na yenye vipengele vingi ilianzishwa mapema leo. Mashambulizi haya yamehusisha matumizi ya makombora ya hali ya juu ya IRGC, ikiwemo hayo makombora ambayo nimekutajia. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na IRGC, betri za makombora ya HIMARS za Marekani zilizopo Kuwait pamoja na mfumo wa Patriot uliopo kaskazini mwa Bahrain zilikuwa miongoni mwa malengo muhimu yaliyoharibiwa katika operesheni hizo. Unapozungumzia akikwambia ni betri za makombora ya HIMARS, kwa maana ya hiyo ni kama vitu ambavyo vinatumika kulinda anga ambavyo vinafanywa na hao wa Marekani. Na vikosi hivyo vilifanikiwa pia kulenga vitengo vya kurushia makombora ya HIMARS, kituo cha uongozi command center, pamoja na kituo cha mafunzo kwa maafisa waandamizi wa kijeshi wa Marekani na wakufunzi wao katika Umoja wa Falme za Kiarabu kwa maana ya UAE. Vituo vya kampuni kubwa ya teknolojia ya Marekani ya Oracle vilivyopo UAE pia vimelengwa katika mashambulizi hayo. Mlisikia jana UAE walitangaza kwamba Iran haikufanya mashambulizi kwenye hiyo Oracle Center kama ambavyo ilitolewa taarifa, lakini baadaye tunaona wa Iran wenyewe wanakuambia ni ukweli juu ya kile ambacho wamekifanya katika eneo hilo. Lakini pia Iran kuonesha kwamba wapo deep na hii biashara, wako serious na hii biashara, wamemjibu rais wa Marekani bwana Donald Trump katika mpango wake huo wa kutoa hayo masaa 48. Wamemjibu tena kwa vitendo. Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu la Iran limesema limefanikiwa kufanya operesheni kubwa ya mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani, wakilenga maeneo muhimu ya utawala wa Israel katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion, moja kati ya uwanja maarufu sana. Taarifa ambayo imetolewa inasema jeshi hilo wamefanya mashambulizi hayo na yamelenga miundombinu kadhaa ya kimkakati ndani ya uwanja huo wa ndege, ikiwa ni pamoja na mnara mpya wa kudhibiti safari za ndege, minara ya udhibiti katika vituo vya abiria Terminal 1 and 2, mifumo ya usambazaji wa ndege pamoja na antena na vifaa vya rada katika uwanja huo. Kwa mujibu wa taarifa, operesheni ilianzishwa alfajiri ikihusisha matumizi makubwa ya ndege zisizokuwa na rubani, zikiwa na lengo la kuvuruga mifumo ya uongozi na uratibu wa anga wa kijeshi wa adui. Jeshi la Iran lilieleza kuwa mashambulizi haya yamelenga kuzuia uwezo wa kuelekeza ndege za kivita zinazoshambulia, kuvuruga operesheni za anga na kudhoofisha uwezo wa adui katika ufuatiliaji na vita vya kielektroniki. Taarifa imeongeza pia kuwa operesheni hiyo imefanywa kama jibu kwa kile wanachokiita uchokozi na uhalifu ambao unaendelea kufanywa na Marekani na Israel
ikiwa ni pamoja na matumizi ya uwanja wa ndege Ben Gurion katika mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Marekani na Israel zimeripotiwa kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran, ambapo walianza mwishoni mwa mwezi Februari. Walilenga maeneo yasiyopungua 30, ikiwemo kuua baadhi ya viongozi wa taifa la Iran. Sasa jeshi la IRGC limeendelea kuonesha kwamba wao hiyo vita si kama ambavyo Marekani na bwana Donald Trump wamekuwa wakizungumza. Mapema sana baada ya kuwa wamefanya mashambulizi kwenye zile siku 10 za mwanzo, Marekani walisema hivi, wamefanikiwa kuharibu kila kitu cha Iran, na wakasema hivi, Iran kwa hivi sasa hana uwezo wa kufanya shambulizi la aina yeyote ile. Wakaenda mbali zaidi, wakasema wamefanikiwa kuharibu au kuiteketeza Iran kwa 95%. Hiyo ilikuwa ni taarifa ambayo ilikuwa inatolewa na Marekani pamoja na Israel. Baadaye wakashusha kiwango kidogo, wakasema wamefanikiwa kuharibu 75% ya Iran nzima. Leo wameshusha tena kiwango, wamefanikiwa kuharibu 60%. Kadri siku zinavyozidi kwenda, Marekani pamoja na Israel wanaendelea kushusha kiwango cha uharibifu ambacho wamekisababisha katika taifa la Iran. Kwa hiyo tunasubiri pia hayo masaa 48 ambayo yametolewa na bwana Donald Trump Jr. kama ni masaa 48 ambayo atafanya kazi, kwa sababu pia mtakumbuka Marekani walishatoa hayo masaa 48 times twice, na ilikuwa ni Marekani ametangaza kwamba Iran kama hawatofungua huo mlango watapigwa kipigo ambacho ni mara 20 ya kipigo ambacho wamekipokea. Irani wakamwambia Marekani kwamba sisi tunahitaji tuone hiyo aina ya kipigo ambacho unataka kutupiga, na matokeo yake Marekani aliishia kuaibika katika baadhi ya maeneo ambayo kwamba ninyi pia mnayafahamu. Sasa nukta hapa ni kujibu kauli za bwana Donald Trump. IRGC tena imeshambulia meli ya Israel karibu na mlango huo wa Hormuz. Kitengo cha wanamaji cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kimefanya shambulio la ndege isiyokuwa na rubani dhidi ya meli ya kibiashara inayomilikiwa na Israel karibu na mlango wa bahari wa Hormuz, ikiwa ni hatua ya kulipiza kisasi dhidi ya vita vinavyodaiwa kulazimishwa na Washington pamoja na utawala wa Tel Aviv dhidi ya jamhuri hii ya Kiislamu. Taarifa ambayo imetolewa na makao makuu ya kamandi ya jeshi la wanamaji ya IRGC, meli hiyo inayofahamika kama MSC Ishika ililengwa kwa kutumia ndege isiyokuwa na rubani drone, na baada ya shambulio hilo ndege hiyo iliwaka moto. Mapema pia leo IRGC wakasema vituo mbalimbali vya kijeshi na viwanda pamoja na maeneo ya makamanda na vikosi vya jeshi la Israel katika maeneo ya kusini, lakini pia kati na kaskazini mwa ardhi zinazokaliwa kwa mabavu ikiwemo Tel Aviv vililengwa kwa makombora ya ballistic ya mafuta magumu na kimiminika ikiwemo Koram Shal, Kaiba, Shehan pamoja na Imad. Makombora haya yalikuwa yamewekwa vichwa vya milipuko vinavyoongozwa na mifumo ya uelekezi pamoja na uwezo wa kubeba vilipuzi vingi sambamba na matumizi ya ndege hatari ambazo hazina rubani. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa, maeneo ya Dimona, Negev, Beer Sheva na Ramat Gan yamelengwa kama sehemu ya mbinu ya mashambulizi ya kina ya moto kwa moto, huku mashambulizi yakiendelea mfululizo baada ya mifumo ya kisasa ya ulinzi ya Israel kushindwa kuzuia makombora ambayo yana nguvu zaidi. Taarifa inasema kwamba Marekani na utawala wa Israel walianzisha mashambulizi yao ya kijeshi, lakini kwa bahati mbaya walikuwa hawajaisoma vizuri hiyo skripti ya Iran, kwamba wa Iran ni watu gani na wana nafasi gani katika karne hii ya 21. Kwa hiyo sasa hivi dunia nzima sasa hivi tunasubiri masaa 48 ya Marekani kuichakaza Iran kama ambavyo wao wametangaza, lakini wa Iran wenyewe wanasema sisi tuko tayari kuchakazwa na Marekani, lakini vice versa is true. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.